Jana kiasi cha kama saa sita hivi natoka studio za Radio Imani. Ndugu yangu dereva Sheikh Rajab ananirudisha hoteli. Basi tukapita mtaa mmoja, akanyosha kidole akaniambia, unaiona hiyo hapo? Hiyo ilikuwa community center, lakini sasa hivi wamevunja, limejengwa jengo lina shughuli nyingine. Alafu akageuka, anaendesha mwendo wa taratibu, akaniambia, na hapa unaona mtaa huu? Akaambia, unaziona nyumba tatu hapo, hiyo moja nyeupe, tatu. Anasema hizo hapo nilipokuwa akiishi Salum Abdallah. Pale pale akili yangu ikarudi katika historia. Nikamwambia, hapa ndo akiishi Salum Abdallah? Anasema ndio, lakini nyumba hazikuwa hizi. Nyumba za hapa dada yake na dadake mimi namfahamu, niliwahi kwenda kwake na rafiki yangu mmoja marehemu sasa. Tulikuwa tunashughulika habari ya elimu ya vijana. Basi mama alikuwa mstari wa mbele, mumewe alikuwa mstari wa mbele, ndo aliojenga ile shule pale Boma Road. Basi nikamwambia, Salum Abdallah, namweleza saa Sharaja, nikamwambia Salum Abdallah akifahamiana na babangu mimi katika ujana wao, kwa sababu babangu alipomaliza shule pale Government School Dar es Salaam Kichwele, alipata kazi railway, hapa akaletwa posta, akaja hapa kufanya kazi. Kwa hiyo alijuana vizuri sana Salum Abdallah. Mara nyingi alikuwa akihadithia na alikuwa akipenda kusikiliza muziki wake. Hiyo ni katika miaka 60. Basi na yeye akawa kidogo amevutiwa na mazungumzo. Sasa nikamwambia, hii community center hii imevunjwa lini? Akisema ni miaka hii ya karibu, na jengo lijio kulizama niliona jengo jipya. Sasa fikra yangu karudi nyuma sana. Mimi nilitaka kuandika kitabu cha Mbaraka Mwinsheikh. Nikamwambia Sheikh Rajab kuwa una maana hapa ndio hawa mabingwa wa muziki wa Tanganyika, Salum Abdallah na Mbaraka Mwinsheikh, ndio walikuwa wakipiga muziki yao hapa. Akasema naam, ndio hapa. Nikamwambia, basi Salum Abdallah alikuwa yeye anatoka nyumbani tu, anatembea na kuja hapa wakati wa wake kuja. Akasema naam, hii ndio ilikuwa community center. Basi nikakaa nikakumbuka rafiki zangu wengi, kama nilivyokuambia hapo mwanzo, kuwa nilitaka mimi kuandika kitabu cha maisha ya Mbaraka Mwinsheikh, na kwa kweli nilianza kufanya utafiti. Na wakati niko bandarini, kijana mdogo katika miaka ya 70, kulikuwa na wengi watamfahamu Mbaraka Salum. Mbaraka Salum yeye alikuwa goalkeeper wa timu ya Sandalena, na akawa goalkeeper wa timu ya taifa vile vile. Yeye akimjua vizuri sana Mbaraka Mwinsheikh. Basi kwa mara tukiwa nafasi tukukaa, mimi namuuliza anikadithia habari za Mbaraka Mwinsheikh. Basi akawa ananipa habari zake kidogo kidogo, na mimi natengeneza notes zangu. Lakini mtu ambaye nakumbuka alinipa habari nyingi sana, manake kukupa habari nyingi ni kuwa mpaka nakupa zile tabia za mtu na nini, alikuwa Muhammad Haruna, naye maskini marehemu. Nilikwenda Mtwara katika hiyo miaka 70-80 katika mambo ya kazi, na yeye wakati huo alikuwa anafanya kazi TANESCO, na TANESCO walikuwa wamejenga nyumba mpya pale, naye akawa amepewa nyumba moja kama mfanyakazi. Ikawa mimi jioni nikimaliza shughuli zangu ninakwenda pale kwa Haruna, Mohamed Haruna, kwa mazungumzo. Sasa ndio nalikumbuka lije, wakaniambia, bwana, mimi na Mbaraka tulikuwa marafiki kipenzi, na katika vitu ambavyo mimi vilinisikitisha, niliumia sana, ni pale Mbaraka Mwinsheikh alipotoka Morogoro Jazi na kuunda Super Volcano. Kwa nini nimesikitika? Anasema sisi wakati huo vijana, yeye anakadithia, anasema
ilikuwa kila Jumamosi tunakwenda kusikiliza Morogoro Jazz pale, na mimi nikimfuata rafiki yangu Mbaraka, nikimfuata pale anasema, na Mbaraka akinipenda anasema yeye, mimi wakati mwingine na rafiki zangu tunamsubiri pale nje ya community center, hatuna ila tiketi kuingia, kukata tiketi kuingia kwenye dansi. Basi mziki unakuwa umeshaanza, unaendelea. Baada ya muda kidogo, labda kama baada ya saa moja baada ya mziki kwanza, unaweza kusema kama ni warming up the stage, wanaipasha moto ile stage, Mbaraka anakuwa anakuja na taksi yake. Kuna dereva anamleta na taksi mpaka pale mbele ya community center. Ndio nimesema pale naitizama ile community center, basi sio community center tena, ni jengo. Anasema anashuka kwenye taksi na gita lake imeshika. Basi sisi tutamuita pale Rex, ndio kwa jina lake lotani. Basi Mbaraka yeye atageuka kututizama, akituona pale anatuashiria kuwa twendeni. Basi tutakuwa tumejipanga nyuma kama watu 3-4, na pale mlangoni hatugusi mtu tena, kwa sababu tumefuatana na yeye mwenyewe, star nyota wa bendi. Tukifika pale, basi watu wote ndani ya hall pale wanaanza kuchangamka kama Mbaraka. Na Mbaraka ananiambia, Mwasa, Mbaraka alikuwa na kipaji. Naambia, wewe uhitaji wewe kuniambia mimi kama Mbaraka alikuwa na kipaji? Mimi najua, na katika udogo wangu mimi nikipiga gitaa, na nilikuwa nalisikiliza ile gitaa la Mbaraka Mwashea, na nilikuwa ninajua kama hiki ni kitu cha ziada, si kama kila mtu anaweza kufanya hivi. Sasa kulikuwa na rafiki yangu mwingine Ramadhani, yeye tulikuwa naye bandarini. Siku moja katika mazungumzo walipojua mimi na Profesa Mbaraka Mwashea, na wakati maskini Mbaraka alikuwa kishafariki, akaniambia, Mbaraka bwana alikuwa na kipaji kikubwa sana, si cha kawaida. Anasema Mbaraka alikwenda Japan Expo 70, alichaguliwa na serikali akawakilishe Tanzania. Waliporudi Dar es Salaam hapa, pakawa na minong'ono na ikamfikia kuwa Mbaraka kapendelewa yeye kwenda Expo. Kuna bendi kongwe, yeye ilikuwa nani, ilikuwa wakati bado yuko Morogoro Jazz. Kuna bendi kongwe na waimbaji kongwe, wapigaji kongwe ambao wangestahili kwa safari ile. Yale maneno hayakumpendeza, akawaambia Morogoro Jazz, tusiondoke hapa kurudi Morogoro mpaka tumetunga nyimbo na tumerekodi Radio Tanzania, ili watu wasikie sisi tunasema nini kuhusu Expo 70. Sasa mimi Expo 70 naikumbuka siku kwa mara ya kwanza naisikia. Nilikuwa natoka kwa mamangu mdogo Bimtoro Biti Mohamed, mtaa wa Gogo na Narung'ombe, narudi zangu Kinondoni nyumbani kwa bibi yangu. Na fika Swahili na Narung'ombe pale, kulikuwa na duka mkono kulia pale, duka la vitu vya umeme, na maduka siku zile wanaekana na radio, watu kama ukipita unasikia radio. Nasikia hii nyimbo Expo 70 inapigwa, nikasema huyu Mbaraka huyu, baki ile sauti yake naijua. Nikasimama pale nikaanza kusikiliza, na sijapata kuchoka kusikiliza Expo 70 mpaka leo, kwa sababu wacha ile melody anapiga zile na ile maneno, alafu kuna katikati Mbaraka wanazima vyombo vinakuwa vinatulia, afu Mbaraka anazungumza, leo talala Japani nini, halafu huku anasema, na huku nitasema kitu kama wana muzika wanasikiliza atakuwa naelewa, na huku yeye anakwenda na chromatics. Chromatics maana yake ni kama mchezaji mpira kupiga danadana. Basi akawa yeye anasema na huku anapiga chromatics, si jambo ambalo kila mpiga gita anaweza kulifanya. Sasa leo niko pale, tumesema kwa dakika 3, fikra hizi zote zikawa zinajia maskini Mbaraka. Na siku nimepata taarifa ya kifo cha Mbaraka Mwashea, wakati nilikuwa mwanafunzi nasoma IFM pale, kwa mwaka 70,
kwa 76 kitu kama hivyo. Basi napata habari kwamba Baraka Mwishe amepata ajali na amefariki. Nilihuzunika sana, kwa sababu siku moja tukiwa shule pale, chama cha wanafunzi, sikumbuki ilikuwa sherehe gani, wakaialika Super Volcano wakaja pale, na mimi nilikuwa nakaa pale pale hosteli. Kwa hiyo siku ile ni mapema mimi nimefika kwenye hall letu pale la IFM pale kumsikiliza Baraka Mwishe, na nikamuona mimi yeye, Lazaro Bonzo, wote wale walikuwa. Na nimesahau kitu kimoja kwambia, nilikuwa na rafiki yangu mmoja Manogisha, maneno siku nyingi sikubona, yeye alikuwa mmoja akipiga ngoma. Manogisha tuko naye Dar es Salaam, na alikuwa katika vijana, yeye mkubwa kwetu kidogo, katika vijana pale mtaani. Basi pale ndo siku nikamfaini Mbaraka, namwona anapiga gita na kuwa anaimba. Lakini katika matatizo na vitu vya kusikitika kidogo, wakati naendelea na ule utafiti, alinambia rafiki yangu Ramadhani, akaniambia, Mohamed, fanya juhudi ukamuone Kurwa Salum. Kurwa Salum ndio alikuwa mkono wa kulia wa Baraka Mwishe wakati wa Moro Jazz. Nenda ukazungumza naye. Basi kwa mimi nimekwenda Morogoro na nikauliza wapi nitamuona Kurwa Salum. Watu wakanielekeza. Basi ikawa wakanielekeza nyumba yake, wakasema lakini yeye asubuhi anaswali alfajiri. Wakati huo yeye Kurwa Salum maskini alikuwa mtu mzima na kishacha muziki. Asema yeye anaswali msikiti wa jirani. Wewe ukishaswali msikiti pale, nenda kaswali pale, alafu nenda nyumbani kwake utamkuta pale. Basi mimi nimeswali pale, kesi mjui kwa swali, tumeswali watu wanatawanyika, fajiri tena tutakuwa makazini. Mimi nikatoka nika nyumbani kwake pale, nikabisha hodi, nikaitikiwa, namuuliza Kurwa Salum. Wakaniambia Kurwa Salum yuko msikitini. Nikamwambia mimi nimeswali msikitini pale, lakini sikumuona. Mara nikamuona Kurwa Salum. Basi tukasalimiana pale, nikamueleza nia yangu na nini, akafurahi sana. Akaniambia basi mimi nitakuja Dar es Salaam, tutaonana na tutapanga mpaka tukae tuzungumze. Hapo ndo ulipoanza urafiki wangu mkubwa mimi na Kurwa Salum. Basi alikuwa kija Dar es Salaam, anakuja ofisini pale, tunatoka tunakwenda kantini pale, tunakaa tunazungumza kidogo. Alikuja kama 2-3 na nilipata mengi, lakini kuna kitu kimoja nataka nikuhadithiane, kilinisikitisha sana. Akaniambia, Mohamed, nataka nikwambie kitu kimoja. Nyimbo nyingi ambazo unazisikia za Moro Jazz, mimi ndio nilikuwa mtunzi. Lakini tulikuwa tukienda kule Nairobi kwa zile recording companies, hao walikuwa unabani Polygram, walikuwa na rekodi muziki wa wa Baraka Mwishe. Walikuwa wananiambia kuwa unajua Baraka ndio bingwa hapa, na kama tukiandika jina lako wewe ndio mtunzi wa nyimbo hii, huenda sisi tusiuze hizi nyimbo vizuri, kwa hiyo tuweke jina la Mbaraka. Basi ilikuwa haina tatizo, ni kuwa rekodi zikiuzwa zile zinapokuja royalties, rabaha ile, mimi na Mbaraka tulikuwa tuna matatizo, tunagawana zile pesa na vijana wa bendi kama kawaida, hakuna shida. Alipofariki Mbaraka, mimi nimekwenda Nairobi kwenda kuchukua pesa kama kawaida. Wakaniambia, bwana Kurwa, utatuia radhi, katika huu mkataba wewe jina lako halipo, hatuwezi sisi kukupata senti moja. Akaniambia, basi Mohamed bwana, ndio pesa zote zile ambazo unapata katika ule muziki tukawa mekosa, kwa mimi sipati. Na wakati maskini Kurwa Salum alikuwa mtu mzima, na akawa anakuja sokoni pale anauza maskini mitumba hii mkononi pale sokoni. Basi nimekaa pale nikawa nasikitika.
nimalize na Salum Abdallah. Siku moja nilikuwa Tabora likizo kwa bibi yangu, ikapigwa nyimbo ya Salum Abdallah. Wakati Salum Abdallah alikuwa ameshafariki, nikawa nimekaa naisikiliza ule mziki. Bibi yangu kanambia, Muhammad, huyo Salum Abdallah huyo, asema alikuwa rafiki sana ya babako. Ilikuwa wakati babako yuko hapa Tabora anafanya kazi, basi posta ilikuwa Salum Abdallah akija na bendi yake, akishuka pale station pale na bendi yake, akishaweka vyombo vyake huko hotelini, basi lazima aje hapa kumtafuta Saidi. Sikawa nipata simanzi, maana nahisi kama huyu aliyefariki ni rafiki ya babangu. Lakini iko siku mimi nimemwona Salum Abdallah kwa jicho langu. Natokea nyumbani kwetu mtaa wa Somali gerezani, na kuja mtaa wa Gogo wa mamangu mdogo Bimtoro, na nimefika mtaa wa Nyamwezi ule, nikaingia barabara ya Stanley. Pale Stanley, kati ya Stanley na Nyamwezi na mbele Swahili, kulikuwa na Cuban Marimba Branch band ya Salum Abdallah. Napita pale nakuta watu wawili wamekaa, na ilikuwa klabu ya ilikuwa ni kama klabu, wamefungua mlango mkubwa ule, unawaona wamekaa, mpaka na vyombo viko pale pale wanaweka, unaviona vyombo vya muziki wamekaa, na watu wawili wameshika magita wanapiga nyimbo. Mimi kutizama tu, alikuwa naimba, nikajua huyu Salum Abdallah. Basi nimekaa pale, mimi sikutoka, nimesimama nje pale pembeni, na siwezi kuingia ndani pale. Mtoto mdogo nafanya heshima kidogo, namsikiliza Salum Abdallah, namtizama. Ilikuwa mwaka, nakumbuka kabisa, ilikuwa mwaka wa 64, na mwaka 65 ndio Salum Abdallah akafariki. Lakini ikatokea na rafiki yangu mwingine Abdurrahman, siku katika mazungumzo akaniambia, sisi pale Morogoro, babake alikuwa mzee Said Elias, alikuwa mwalimu shule na alikuja kusomesha Morogoro, wale maarufu, na alikuwa mtu ambaye alisomesha pamoja na Rais Ali Hassan Mwinyi, unajua. Na akisema siku moja, ilikuwa siku ya Idi, tumekwenda nyumbani kwa Salum Abdallah, tumemkuta mama yake, bi mkubwa wake pale, ikapigwa ile nyimbo Mkono wa Idi. Basi yule mama pale pale usikia ile nyimbo inapigwa, ilikuwa siku ya Idi, lazima hii nyimbo ndio ipigwe. Unasikia, unajua kama hii ndio unajua leo Idi, unasikia ile nyimbo Salum Abdallah. Basi anasema ilikuwa mamake kila siku ya Idi hii nyimbo ikipigwa, akimsikia Salum Abdallah anaimba, basi machozi yalikuwa yanamtoka mengi, akili yake kwa kwikwi kabisa. Basi mimi nikataka kujua hii nyimbo ya Mkono wa Idi imetungwa lini na imerekodiwa wapi. Na rafiki yangu Hamis Delgado, yeye ana copyright, huwezi kuamini, yeye ana kampuni ya Ujerumani ya muziki, na ana copyright ya nyimbo karibu zote za bendi za Tanganyika hapa. Na amewahi huwa anafanya mara kwa mara, wanatoa CD. Amewahi kutoa nyimbo ya Salum Abdallah, CD moja sababu inaitwa Ngoma Iko Huku, hiyo CD nayo. Na amewahi kutoa CD moja muziki wa Salum Zahoro na Kiko Kids. Nikamwandikia Ujerumani, nikamwambia, bwana, hebu nitafutie taarifa za hii nyimbo Mkono wa Idi. Akaniletea, akasema nyimbo ilirekodiwa mwaka 1957 na alirekodi bwana mmoja Kihindi anaitwa Shah katika lebo ya Mzuri. Na akaniambia, lakini bahati mbaya siwezi kukuambia wale wapigaji wa nyimbo, nimetizama kwenye ile sheet yake majina yao hayapo, mnamjua Salum Abdallah tu. Basi hizi ndio, leo niko Morogoro na nikapita mitani nikaziona. Na kuna kitu kingine nataka nikwambie, kwa miaka ya 70 80, Freddy Macha wakati anafanya kazi na magazeti ya chama, alikwenda Morogoro akafanya mahojiano na mjane wa Salum Abdallah. Sasa hii ndio ilikuwa paragrafu ya mwisho, anasema Fred Macha, anasema, nimesikitika, mwisho nimuuliza mke wa Salum Abdallah, una kumbukumbu yoyote ya mumeo hapa, kama muziki wake katika rekodi ya nini? Akasema, sina chochote. Nikamwambia, usishangae bwana,
Hii ndiyo Afrika. Huwa hatuthamini sana vitu kama hivi, kuwa unaweza kuwa na mwanamuziki mkubwa kama huyo ameacha mke, nyumba yake na mkeo yuko pale, lakini hana kumbukumbu yoyote ya mumewe.